Wapendwa wa familia ya Mungu, ninaamini baadhi yenu mnaadhimisha jubilei mwaka huu. Naamini kuna wanaofanya jubilei ya miaka 50 ya kuzaliwa. Mpo? Miaka 50 ya ndoa. Wengine miaka 25 ya kuishi. Au mtakuwa wengi. Pia miaka 25 ya ndoa mtakuwa wengi. Wengine siku hizi wanaona kusubiri miaka 25 parefu kweli. Kwa hiyo wanaanza kufanya miaka 10. Nikiwa mkuu wa shirika, padri mmoja aliniomba kuadhimisha jubilei ya miaka 10. Kwanza nilimchekelea nikamwambia, bwana wewe, miaka 10 sasa utahitaji jubilei? Oh baba, naomba sana, najisikia nataka kushukuru Mungu. Nikasema sawa baba. Kafanya jubilei yako. Kweli kafanya sikukuu, kalika ndugu, marafiki. Lakini baadaye nilishangaa kweli. Mwaka 1.5 baadaye aliaga dunia. Nikasema mama yangu, kama vile alijua na kusanya watu waje. Lakini pamoja na vijible vingine wanavyofanya, sisi baba Chilongani una miaka mingapi hapo? Wengine wafanya mwaka 1 tu wanaanza. Tena banda ni la kwako bwana, njoo ufanye jubilei. Sasa katika mahangaiko hayo ya watu kufanya jubilei miaka ya ajabu, inafaa turudi tuone chanzo cha jubilei ni nini. Hapo tunaweza kumwambia mtu, bwana wewe unatusumbua na mchango wako wa jubilei mwaka 1-2. Mwanzo ulikuwa na wana wa Israeli walioambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba kila baada ya miaka 50 wasimame, waache shughuli nyingine zote, watazame walikotoka, wachunguze mazuri waliofanywa na Mungu na wamshukuru Mungu. Wazo la kwanza lilikuwa ni hilo. Miaka 50 ndicho kipimo walichopewa na Mungu. Lakini kanisa baada ya muda, viongozi wakaona miaka 50 sio wengi wanafika huko. Sio wengi, parefu kidogo. Hasa ile miaka 50 ya kanisa. Basi wakapunguza kwa nusu. Wakasema tufanye 25. Angalau wengi zaidi wafikie. Na ikawa hivyo. Basi kawa jubilei imekuja 25 na 50. Kikabaki ndio kipimo mpaka leo. Kwa hiyo ninyi mnaoomba jubilei miaka 2, 3, 5 huko, hiyo yenu hiyo. Haijaingia kwenye system. Lakini fanyeni tu mpate sababu ya kula eti. Turudi kwa hawa waanzilishi wa jubilei. Mwenyezi aliwaambia ni wakati wa kutazama nyuma na kufanya mambo mawili makubwa. Kwanza ni hilo nililosema la kushukuru. Na kwa nini washukuru? Unajua Mwenyezi anatumia taifa teule kusema yale ambayo anapenda ayaseme kwa wanadamu wote. Kwa hiyo aliwaambia ni wakati wa kusema asante kwa Mungu ni mimi Mungu aliyewaumba na nikawapa yote mazuri pamoja na uhai na yote mnayoyaona, pamoja na kuwa Mungu wenu. Najua ndugu zangu, wakati mwingine tunaishi, tunaamka, tunasali kidogo, tunakula kidogo, fanya kazi kidogo, jioni inakuja, tunalala, tunaamka. Mwishoni tunaona mbona kawaida? Hayo yote mbona ni kawaida? Lakini ukweli sio kawaida. Hebu tufikirie kitu kimoja cha sayansi kidogo sana. Tunajua alafu tuna hii dunia.
tuseme ua hili ndio dunia, na hili ua kubwa hapa ndio jua. Sawa? Umbali kutoka duniani kwetu hapa, kidunia, kiko kama mviringo, kama mpira hivi, mpaka ufikie jua ni kilomita 149.6 milioni. 149.6 milioni ndio kilomita zilizopo kati ya dunia na jua. Sasa umbali huu unatosha jua linapotoa mionzi yake, hiyo mpata jua ifike hapa duniani kwa utulivu, iweze kutufanya tuendelee kuishi vizuri, hali ya hewa iwe kama ilivyo, kila kitu kiwe kama kilivyo, tuvute hewa, tupumue, tuishi. Akiamua hili jua hili akalisogeza hapa ikawa kilomita 130 milioni, wote tunaungua kabisa, tunakuwa mkaa. Lakini Mungu alisema nimewaumba na wapenda. Kwa hiyo ananiambia jua tulia hapa. Dunia zunguka huko, lakini kilomita zibaki zile zile. Akifanya kinyume chake, akalisogeza jua kule kilomita 160 milioni kule, wote tunakuwa nini? Tunakuwa barafu. Unakuwa nini? Ice cream. Sema hivyo ndio mtaelewa vizuri. Wote tunakuwa ice cream. Sasa kama hilo tu Mungu anaweza kulifanya hivi na tukawa ice cream, kwa nini tusimwambie asante kwa kuliambia jua mzee tulia hapa? Kwa hiyo wana wa Israeli wanaambiwa la kwanza hilo nilo, la pili basi kwamba Mungu anatupenda na anatujali kwa mengi, kwa baraka zake. Sasa basi Waisraeli hawa kila baada ya miaka 50 basi walikaa na kumwambia Mungu asante kwa hayo ambayo anawajalia. Lakini pia ilikuwa ni kipindi cha kumshukuru kwa kuwapa viongozi. Wakati mwingine walikuwa viongozi wa kujaza korofi, lakini mwisho wa siku walikuja viongozi ambao, lakini hasa manabii hawakuwa korofi hata mara moja. Walikuja kuwaambia watu kile ambacho wanatakiwa kuambiwa ili waishi katika mstari unaotakiwa. Kwa hiyo kwa hayo na mengine mengi Mungu aliwajalia, walipiga hatua, tusimame, tushukuru Mungu, tusali zaidi na kusema Mungu asante. Sasa sisi tunajilinganisha sasa wana Hombolo na hawa wana wa Israeli. Sisi nasi tukichunguza Mwenyezi Mungu huyu, hayo aliyowaambia hawa wana wa Israeli na dunia nzima, bado anaendelea kuwa mwaminifu. Ndio maana tuko hai, ndio ice cream. Tunamshukuru Mungu kwamba parokia hii miaka 50 iliyopita ilizaliwa kwa kuwa Mungu alipenda. Na kwa kipindi chote hicho ametupa manabii waliotusaidia, ndio mapadri wa maparoko waliopita hapa wengi, pamoja na viongozi mbalimbali wa halmashauri tendaji. Wakaanza taratibu kutusaidia, kutupa mawazo, kutusindikiza, kutupa masakramenti. Wakapatiza watu, vipa imara ikatolewa, ndoa zikabarikiwa, mpaka leo hii tunapoongea miaka 50 tuko wengi. Mnafikiri mwanzo walikuwa wengi hivi? Labda ilikuwa nyumba moja tu ya katekista moja, walianza akasali hapo wawili watatu, lakini leo tuko jeshi kubwa kabisa. Na haya ndio yatamka bado yanaendelea kupatikana hapa. Ndio maana hata leo tuna watu wa ndoa, tuna vijana mbele wa kipa imara. Si baraka, si neema hizo. Tumshukuru Mungu. Come on. Ndio maana Yesu tumemsikia leo. Alipowaponya wale wakoma, aliporudi mmoja tu kushukuru, Yesu anasikitika. Anasema wengine wako wapi sasa? Wewe tu umerudi. Lakini ilimgusa na kataka watu wawe watu wa shukrani kwa Mungu na kwa wenzao. Kwa nafasi hii naomba niongee kwa pekee kwa wanandoa na vijana wote mlioko hapa. Hivi najua tunamshukuru Mungu, tunajitahidi, wakati mwingine tunasahau sawa. Sisi kati yetu sisi wenyewe watu tunashukuriana. Eti nyia kina baba ambao mmeoa,
Nani amewahi kuja kanisani tukasikia tangazo lake hapa kwamba leo Mzee Mavunde anamshukuru Mungu kwa kuwa na mke mzuri? Mmewahi kusikia? Au mama gani aliwahi kuja kusema, baba Mungu, huyu mume wangu ni wangu tu, mnaomba umbariki sana, misa baba padri? Nani? Kwa hiyo sisi wenyewe kwa wenyewe kwanza tuwe na tabia kushukuru Mungu huyo mwenzako uliyompata, na kumshukuru mwenzako kwa yale anayofanya. Wewe mama, kila siku mume wako anakuachia pesa ya msosi nyumbani kule, unaona ni haki? Unasema hii tu. Wewe mama, shukuru kwanza. Kama haitoshi ndio sema shukuru, mwambie asante sana mume wangu, lakini ningeongeza kidogo basi mpenzi. Haitoshi bwana. Unanuna tu. Hata mume wako apate hamu ya kuongeza hivyo hata. Yende. Na yeye kina baba, mama anapika, anafua, anatunza watoto. Umewahi kuja kumwambia mama, leo safi sana mama yangu mpenzi, twende tukapata kitu kidogo? Nani amefanya? Na ninyi watoto mnakwenda nyumbani, mnatoka shule, mnakuta nyumbani msosi, mnakula haraka haraka, unaenda bakuli hapa naenda kucheza. Wewe unaona haki tu kwamba lazima mama mpike niachie nile hata. Au baba na mama wanajifunga kweli wapate hela kwa kushonea uniform uende shule. Wakati mwingine wanakulipia hata ada kwa shule zinazolipiwa. Lakini tunaona ni haki yetu. Na tusipopata tunalia. Hata naomba watoto tuwe na shukrani kwa wazazi wanafanya kwa ajili yetu. Kwa hiyo culture, utamaduni wa kushukuru naomba uwepo kwa wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Lingine la pili ambalo walifanya wana wa Israeli, ilikuwa ni wakati wa kuomba toba kwa maeneo yote waliofanya vibaya, na hasa dhambi ambayo ilikuwa inarudia, idolatry. Walikuwa wanaishi kati ya makabila mengine ambayo yalikuwa na vimiungu vyao. Kuna mungu sio wa uzazi, mungu wa kilimo, mungu wa wafugaji, visanamu mshenzi vipo huko. Wanaviweka mahali wanakwenda kuviabudu. Mungu na kuvipa sijui nini chakula. Mungu anakuletea maharage leo ule na kidogo. Vimungu hivyo. Na sisi wako tuliwapa Mungu nini? Wako vile vimungu tulikuwa tunavipa nini? Hapa pombe. Sawa, wamesema ukweli tu. Tunakunywa alafu ile machisha ndio naambia Mungu naye upate kidogo na maziwa. Sasa hivi miungu hivi tunavyo hatunavyo? Kaeni kimya tu. Aliyekwenda kupiga bao juzi anyoshe mkono juu. Mbona unakaa chini? Mbona unajificha hivi? Bado wengine jamani, pamoja na elimu ya miaka, pamoja na kuimbiwa, bado tunaamini kwamba tukipata shida kuna mtu fulani eti kana uwezo wa kutusaidia, na sio Mungu Yesu wa Kristo. Bado kanisani tunakuja na bado tunadanganyika kwamba kuna kimtu ambacho kina uwezo. Wapi na wapi hii? Wapi na wapi? Tafadhali naomba hiyo culture ishe, kwa sababu taifa hili linateseka sana. Unasikia wangapi watu wanauawa, tunakata vichwa, wengine shika nini. Hawa wapiga ramli hawa sio wakina nani, wanadanganya na watu na akili zetu tunawakubali. Jamani, wewe njoo kufanyia dawa utakuwa tajiri. Yeye mwenyewe sijifanyie dawa ya tajiri. Ama ujiulize hili swali. Aanze yeye kujisaidia yeye mwenyewe ndio asaidie na wengine. Kwa hiyo naomba sana. Na kimungu kingine ni pesa, tafadhali sana. Msifikiri pesa nzuri sana, lakini ukiendekeza mno pesa inakuwa kama Mungu na kana kupoteza, kwa sababu utafanya ya hovyo ili upate pesa. Na vijana sasa, na hilo vijana wengi wamedanganyika, hata kwenda kwa waganga sio kupata huko kwenye kutaka pesa za haraka hivyo, badala ya kuchapa kazi uwe na nidhamu, alafu tunze, weke akiba ndio pesa hii. Kinyume chako hamna. Ni kama leo mwingine mnaodanganya, njoo tukuombea asubuhi mpaka jioni.
mnakwenda mwaka unabuzidi kubaki ulivyo. Hivi hamjiulizi? Hamjiulizi tu. Kila siku unakwenda kufunguliwa mwaka. Sali sana, gari unapata. Nyumba itakuja tu, wewe sali sana. Miaka mingapi mmesali? Nyinyi mnakwenda kusali kwenye nyumba izije. Nyumba azije. Hamjishangai. Basi yote hayo ni udanganyifu ambao lazima tufungue macho, tuone ukweli uko wapi. La pili ni hilo la kusamehe. Mmesikia katika somo lile la pili, Paulo anawakumbusha Kolosai, sameheaneni, pendaneni na msameheane. Hilo naamini maparoko wameshawaimbia sana na sina mpango wa kulirudia. Ni kitu kizuri sana, tupende kusameheana, lakini mimi leo naomba niongeze hapo kitu kidogo ambacho hakisemwi sana. Kusamehe ni wajibu, lakini usimsamehe mtu ambaye anakulagai. Umeelewa? Mtu anafanya kosa, anajua kwamba ukimkamata atapiga magoti haraka, nisamehe basi. Na ukimsamehe, ukilaza la mtu anakosea tena, huyo nenda naye pole pole. Nakumbuka wakati wa Jumaa Kuu, Petro alipomkana Yesu. Nakumbuka Yesu wako kumuita, wewe Petro njoo nikusamehe. Alimtazama. Alimtazama tu. Kuanzia ile siku saa ngapi ya usiku, Yesu alimwacha tu. Mpaka asubuhi jogoo alipowika, Petro akaumwa, akaomba msamaha wa kweli, akatoa machozi. Ndio Yesu anamwambia, mwanangu, hapo swafi, nimekusamehe. Kwa hiyo tusiwe na haraka kusamehe. Chunguza, imetoka ndani. Amebadilika huyu au ni jerisha tu? Nikae vibaya nigonge tena. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupe neema katika jubilei hii. Tusameheane tunapoona mtu ametubu kweli, lakini tufanye mambo mazuri yote tulisikia katika lile somo la pili. Kwa watu wema naishi na Mungu anavyotaka, kati ya Mungu na sisi wanadamu.